moja kwa moja kwa namna nilivyoiona Mtibwa, naiona inaenda kushika nafasi 4 za juu. Kuna mtu anachomoka hapa. Nafasi 4 za juu? Yeah. Na sisi kama mashabiki wa Yanga au mimi natamani kabisa kwamba angalau kumbe tungeenda hata na Mtibwa kwenye klabu bingwa kuliko timu ambayo tumeenda nayo tulioibeba klabu bingwa. Kwa sababu sisi ndo mabingwa wa nchi, si ndio? Mabingwa watetezi. Kwa hao wengine ni best loser ambao wanaenda kwa ajili ya mgongo wetu. Sasa ukiangalia namna mpira unaocheza Mtibwa, unatamani kuona kwamba hii timu ya Mtibwa ingecheza klabu bingwa isingeweza kudraw mechi 2 nyumbani. Lazima ingeliheshimisha taifa. Isingekuwa timu ya mwisho kufunga magoli kwenye hatua za kwenye hizi mambo za kufuzu hatua ya makundi. Kwa mpira uliocheza Mtibwa mimi naipongeza na nimetamani hivyo kwamba tungeenda nao klabu bingwa. Kwa una wasiwasi na wengine walioenda klabu bingwa wanaweza kuaibisha taifa? Kuna watu wameaibisha tayari kwa sababu wewe timu unacheza na timu ndogo hizi za kufuzu kuingia hatua ya makundi. Wewe nyumbani haujashinda hata mchezo mmoja. Unadhani Mtibwa angesubutu hicho kitu? Lengo la kuyasema haya ni kwamba Mtibwa ana timu nzuri, wamejipanga, natamani msimu ujao tuende nayo kwenye klabu bingwa barani Afrika. Sisi kama mabingwa, wao wakiwa nyuma yetu. Kwa mpira wanaocheza kama wakikaza namna hii, watu wa Miwa tunaenda nao. Wewe mwenendo wa Dube unaonaje? Mwenendo wa Dube ni kwamba Dube anakuja. Dube yuko njiani anakuja. Mashabiki wa Yanga watulie. Dube yuko njiani anakuja. Tunachojipongeza sisi mashabiki wa Yanga tunajua kuzisoma nyakati. Huyu Dube sisi tunamfahamu. Dube kuna watu walioaibisha msimu uliopita. Dube huyu kama angekuepo huyu Pedro, huyu kocha wetu mpya, nadhani sasa hivi angekuwa hata na goli 6 kwenye hizi mechi zilizocheza za ligi. Lakini kwa yule kocha Forlis aliyopita alikuwa anatamani kumchezesha hadi namba 6 Dube. Sasa ungekuwa Dube wewe ungefunga unapangwa namba 6. Kwa hiyo Dube anahitaji mwalimu mwenye maarifa ambaye anaweza wakashauriana akaweza kufanya kitu kizuri. Kwa mimi naamini msimu huu Dube atakuwa mfungaji bora, lakini pia hakuna striker hii nchi mwenye uwezo mkubwa kama Prince Dube. Kuna watu wanasema anakosa magoli. Mimi napenda mastrika wanaokosa magoli kwa sababu anakaa kwenye nafasi, ametafuta nafasi, anakosa goli. Kuna mastrika nchi hii hawasemwi hata kupata nafasi ya kukosa hawawezi. Unakuwa na mchezaji kama Jonathan Soa striker. Hajawahi kukosa goli, hajawahi kufunga goli. Aliwahi kufunga goli lilomgonga mguuni. Hatutaki mastrika wa aina hiyo. Dube ndio striker tishio. Hakuna striker hatari hii ligi kama Prince Dube. Na akikosa kiatu Dube msimu huu, labda hicho kiatu atakuwa amebeba Dumbia. Kwa pale Yanga kitazunguka kiatu. Kwa hiyo huyu mchezaji ni hatari, wana Yanga sisi tunamjua. Na ndio maana leo hii Dube amekula pesa nyingi ambazo hajawahi kula mchezaji yoyote ambaye kucheza Yanga Afrika. Mashabiki wamempa pesa nyingi Dube kwa sababu tushaiona kesho yake. Sisi ni Yanga ambao tunaangalia kesho. Ndio maana hata sisi tukisajili kocha, tunasajili kocha wa miaka ya mbele, tunasajili mastrika wa miaka ya mbele. Ndio maana tunafanikiwa. Forlis alikuwa mwaka wa mbele. Asa Forlis sikashindwa Forlis kaomba po. Akiangalia mazoezini kila mchezaji wa moto anauliza sasa mimi nimpange nani? Sasa wewe ndio kocha anatuuliza si umpange nani? Ilifika hatua yule kocha anatuuliza mpaka mashabiki acheze nani? Bwana panga kikosi. Timu hiyo hapo ulosema utaiweza. Yanga timu kubwa. Wewe unaweza kaona hapo Mustafa unaweza kuifundisha Yanga. Lakini ukipewa ile Yanga utapata kizunguzungu. Wachezaji wote hatari. Pablo amepewa timu jana tu leo kafanya balaa hili kwa Mtibwa. Na ndio tunataka makocha wa hivi. Kocha kama huyu atatufikisha, kocha kama huyu atamfikisha Dube. Kwa namna nilivyoona Yanga inacheza leo hii ndio Yanga yetu sasa. Sijawahi kuona Yanga hatari kama hii iliyocheza na Mtibwa. Na kwa namna mpira uliochezwa hapa Yanga Afrika tukizoom kule kwenye zile timu ambazo zimeingia hatua ya makundi, klabu bingwa barani Afrika, tujiandae kupokea ubingwa. Tuanze kutengeneza namna ya kushangilia ubingwa. Na wale mashabiki ambao hawatupendi sisi Yanga Afrika, wale wapinzani wetu, waanze kutengeneza namna ya kuumia Yanga tukitua na kombe la klabu bingwa barani Afrika msimu huu. Hakuna namna. Kwa hiyo kocha anavyocheza mpira, kombe linakuja. Engineer fundi. Kajukwani, makocha hawajui. Ndio maana tukaleta akili kubwa, uzoefu mkubwa. Huyu kocha alokuja sasa hivi, kocha wetu mpya. Huyu alipofika akasema tulieni. Timu itatengenezwa
na wachezaji wote watacheza kwa muda wao na kila mchezaji atawaka kwa muda wake. Goli la Ekwa mara ya mwisho niliona 2018 niliona Messi huyu. Ndio alikuwa anafunga magoli kama yale. Sio Messi huyu wa sasa hivi, Messi yule. Tumeshuhudia kwa Ekwa. Ya ndio namuona Ekwa leo wanafanya yale mambo. Kwa hiyo hii timu ni hatari sana. Sisi watu wa Yanga tutulie kabisa. Tusitie na pressure yoyote. Tusisikilize wala na tusipende kuangalia mipira hata ya makolo kwa sababu ukiangalia ile mipira unaweza kuzoea vibaya. Yaani mtaki kuangalia mpira wa Simba. Ya mimi nilienda pale kuangalia mechi zidi ya wamecheza na nani usingizini. Na kwa mara ya kwanza nimesinzia dakika 35 uwanjani. Dakika 35 nimesinzia na kuja kustuka, mpira umeisha, watu wameondoka. Hakuna nilichokuwa naelewa uwanjani. Kwa timu kama ile ni mzigo, lakini timu yetu sisi utapenda hata wewe mwenyewe ukiangalia. Na ndio maana tunacheza vizuri, tumeshinda na nadhani sasa hivi tuko juu kabisa kwenye kilele cha ligi. Yeah. Kuhusu rotation ya kikosi kwa upande wa Young Africans leo ulivyotazama. Rotation ni nzuri lakini pia hata wewe ndugu mwandishi ukipata nafasi ya kufundisha Yanga unafundisha kwa sababu kila mchezaji unayemweka kwenye namba anafaa. Mpaka mimi. Ya hata wewe unaweza kufundisha kwa sababu kila mchezaji unapompanga anafanya kazi yake. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi na rotation. Sisi tutakacholetewa kwenye lineup hicho ndo tunaishi nacho kwa sababu tunaamini kila mchezaji Yanga anajua. Kila mchezaji Yanga ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo mchezaji yote atakayekaa kikosi cha kwanza, atakayeanza siku hiyo sisi tunaishi naye kama alivyopangwa, tunaheshimu. Wanasema hata mimi naweza, alifeli wapi? Folz alichanganyikiwa. Wewe wachezaji unawajua wa Yanga, yule kaja akajua Yanga timu ya kawaida lakini baada ya mziki ule kuuona imemshinda. Asoe kocha mwenye CV zako. Kweli unakuja kuchezesha Yanga pilaogo. Zimbwe Junior uwezo wake. Nishazungumzia Zimbwe ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana. Na hakuna mchezaji namba 3 kwa wachezaji wa ndani anaweza kucheza mpira anaucheza Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Na hii nimewahi kusema mara nyingi sana kutoka yuko kule Ubelani kule alikokuwa anapata shida. Na sasa hivi amekuja sehemu ambayo ana enjoy yeye kama mchezaji. Hakuna mchezaji anaweza kucheza upande wa kushoto kama Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Huyu ni kocha sahihi anaenda kujitengeneza Young Africans ambao walikuwa mnahitaji tokea awali. Yeah, of course, wao umeona tu leo kagusa tu leo watu wameenjoy. Tumeenjoy magoli, tumeenjoy mpira. Kwa hiyo hii ndio timu ambayo tuko naitaka sisi. Tofautishie Young Africans ya Folz na Young Africans ya kocha mpya. Young Africans ni ile lakini uwezo wa yule kocha ni mdogo sana. Uwezo wa yule kocha anafaa kufundisha Simba yule Folz. Lakini kwa Yanga asingeweza kinamna yoyote ile kwa sababu Yanga ni timu kubwa. Naye alivyoulizwa akasema yeye uwezo wake ataweza kufundisha Yanga lakini ukweli ni kwamba asingeweza kufundisha timu kubwa Yanga. Nataka kusema walikuwa wanapusha ondoke Young Africans na wana Simba ili waweze kumchukua. Naona wanafaa lakini kwetu sisi yule hawezi kutoboa. Yes, hawezi kutoboa.